Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Dunia inashuhudia vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran Jumamosi iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wametoa sababu za kuishambulia Iran na kumuua kiongozi wa kiroho Ayatollah Ali Khamenei. Hii ni kauli ya Rais Trump. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's. Malengo yetu yako wazi. Kwanza ni kuharibu uwezo wa Iran wa kutengeneza silaha za maangamizi, na hili mnaona linafanyika. Pili ni kuharibu uwezo wa manuari zake za kivita ambazo tumezamisha kadhaa. Tatu, tutahakikisha kuwa mfadhili huyo wa ugaidi duniani hapati silaha za maangamizi. Na mwisho tunahakikisha kuwa utawala wa Iran hauendelei kuunga mkono na kuyapa silaha na kufadhili makundi yenye silaha nje ya mipaka yake. Israeli pia imetekeleza mashambulizi kulenga kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Katika mazungumzo na runinga ya Marekani ya Fox News, waziri mkuu Netanyahu naye alieleza ni kwa nini ilikuwa ni muhimu kuishambulia Iran. Sababu iliyotufanya tuchukue hatua hii sasa hivi ni kwamba baada ya kushambulia vinu vya Iran vya nyuklia, wanaonekana hawakujifunza kitu na wakaendelea na mipango yao. Walikataa kubadilika, walianza kujenga vinu vipya, mahandaki, hatua ambayo ingewasaidia kutengeneza silaha za maangamizi ndani ya miezi kadhaa. Iwapo tusingechukua hatua, wangepata fursa ya kulenga Marekani na kututisha sisi, na ilitakiwa rais mwenye msimamo kama Donald Trump kuchukua hatua. Iran nayo imekuwa ikilipiza kisasi kwa kushambulia kambi za wanajeshi wa Marekani katika nchi za Guba kama Qatar, Kuwait na Falme za Kiarabu, lakini pia kurusha makombora nchini Israeli. Nini hatma ya vita hivi? Mimi ni Victor Abuso. Kutusaidia kuchambua na kuelewa kinachoendelea ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Jawadu akiwa Dodoma nchini Tanzania. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Na kutoka Nairobi nchini Kenya tunaungana naye Eric Irungu, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa. Karibu sana. Nianze nawe Bwana Jawadu, nini tathmini yako kuhusu hatua ya Marekani na Israeli kuishambulia Iran? Kiukweli ni kama ambavyo wengi walikuwa wanaona kwamba tangu ilipomalizika ile vita ya siku 12 yalikuwepo maandalizi ya vita nyingine, kwa sababu ni vita ambayo haikutoa matokeo ya kila ambacho Marekani na washirika wake Israel miongoni mwa washirika wengine walikuwa wanakitaka. Kila ambacho walidai ni kuangamiza mfumo wa uthibitishaji wa madini ya uranium ambao wanaona Irani anaendelea nao katika misingi ya kutengeneza bomu lenyewe. Kwa hiyo ni vita ambayo haikutoa matokeo ya msingi. Kwa hiyo Marekani baada ya vita ile waliendelea na maandalizi ya siri katika mwavuli pia wa diplomasia ya mazungumzo, huku wakitaka kukusanya nguvu na baadaye waje kushambulia na kuangamiza kila ambacho wanadai wao, lakini kubwa wanachokitafuta ni kuangusha utawala, mfumo wa utawala wa Irani ambao wao wanauona ndio mfumo unaohatarisha maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati, lakini ni mfumo ambao kwa kweli ndio unaoibishia Marekani na Israeli katika Mashariki ya Kati uliokuwa umebakia. Naam, Erika Irungu, kwa jicho la kidiplomasia wewe unasemaje? Asante. Tathmini yangu ni kwamba inatuonyesha hali ya hatihati ya Mashariki ya Kati, na pia inatuonyesha ubabe ambao unazidi kujitokeleza katika dunia, na kutuonyesha kwamba uwiano ambao kidogo haujapatikana duniani, na kwa hivyo unapata kuna basi maangamizi mengi ambayo yanapatikana. Hili kidogo litaleta maafa zaidi katika dunia, na kuna maswala mbalimbali ambayo kidogo pengine yakaenda kwa njia ambayo haifai. Na Bwana Jawadu, ukiangalia namna Iran imejibu mashambulizi haya, imeshambulia ngome za Marekani katika nchi mbalimbali kule Mashariki ya Kati, unaweza ukasema kwamba Iran ilikuwa imejiandaa kwa vita hivi?
Kwa kweli ingekuwa vigumu sana Irani kutojiandaa katikati ya uhasama wa muda mrefu walionao na Marekani tangu mapinduzi ya Mfalme Shah ya mwaka 79. Irani inaonekana kwa miaka karibu 47 ilikuwa kwenye maandalizi makubwa ambayo hayo ndio yalifanya Irani kuonekana mara nyingine ni mpole na mara nyingine haingilii migogoro moja kwa moja, ikiwemo vita iliyotokea Gaza. Ni kama Irani hakutuma moja kwa moja kwa sababu pengine ya maandalizi yake ya ndani na kufikia lengo. Kwa hiyo ipo dalili kwamba maandalizi ya Irani yalikuwa ya siri sana, na hata baadhi ya vyanzo vya kijasusi vya nchi za magharibi hasa Marekani ni kama havikutathmini vizuri, na hata ule mfumo wao wa makombora ya balistiki, mfumo wao wa drone za Shahid, miongoni mwa makombora mengine ni kama tathmini iliyofanywa haikuwa na uhalisia sana. Nije kwako Bwana Irungu, ukiwa Nairobi, vita kama hivi vimeleta athari kubwa sana katika mataifa ya Mashariki ya Kati, lakini kwa mataifa ya Afrika vita kama hivi vinaweza kuleta athari gani? Mwanzo ikumbuke ya kwamba Iran ni nchi moja ambayo ina utajiri wa mafuta, na ni nchi ambayo kwa sehemu kubwa sana inachangia katika ile biashara ya mafuta. Kwa hivyo panapokuwa na vita vya aina hii utapata kwamba mafuta, na pia ikumbuke ya kwamba ule ni ukanda ambao pia unasitiri njia za kibiashara. Kwa hivyo tutaona ya kwamba haya ni mambo ambayo yataweza kutatizika. Ikumbukwe pia wale wabii ambao pia wanajihusisha na Iran wamekuwa wakifanya pia mashambulizi. Hasa unapoangalia wale wanahudhi kule Yemen, na Yemen haiko mbali sana, iko katika upande mmoja ile guba ya Eden. Kwa hivyo tunatarajia kwamba matatizo kama haya pengine huenda pia akaweza kujitokeza. Na mnisalie nawe Bwana Irungu, vita hivi vilianza wakati wajumbe wa Marekani na Iran wakiwa kwenye meza ya mazungumzo huko Geneva. Sasa nini hatma ya mazungumzo hayo baada ya vita hivi kuanza? Ikumbuke kwamba mara nyingi panapofanywa mazungumzo ya kidiplomasia hapa, pasi na lile swala la yale mazungumzo kuhusu, basi pia kumekuwa na changamoto kubwa sana ya kujaribu kuweza kufanya mageuzi ya kiserikali kule nchi ya Iran. Marekani kidogo ilikuwa inaonyesha ni kama, na Israel pia walikuwa wanaonyesha ni kana kwamba wanaegemea ule upande na kuweza kuwashawishi na kuwapatia mori zaidi wale waandamanaji. Bwana Jawadu, sababu mojawapo ambayo pia vita hivi vinaelezwa kwamba vinaendelea ni kwamba Marekani na Israeli wanasema wanataka kuangusha utawala wa Iran ili utawala huo uende kwa wananchi wa kawaida wa taifa hilo. Kwa tathmini yako, unaona hilo litawezekana? Kweli ni dalili ziliko mbali na uhalisia, kwa sababu tayari shabaha ilikuwa ile ya mwanzo. Shambulizi lililofanywa na kumua Al-Khamenei ndilo litarajiwa litengeneze mapinduzi ya ndani. Watu walipuke kila kona, wauondoshe utawala. Kinyume chake, shambulizi lile linaonekana limewaunganisha zaidi wa Irani, ni kama limetengeneza umoja, na kwa kweli limebadilisha hisia. Ni kama pia hisia ya kisiasa ambayo ndio ilikuwa inatarajiwa ifanye kazi zaidi imefunikwa na hisia ya kidini. Mimi kwangu naliona liko mbali na uhalisia wa mambo yenyewe. Na muda wetu kwa kweli unayoyoma sana. Kwa tathmini yako Bwana Irungu, nini unakiona kitafanyika katika siku zijazo iwapo hali itaendelea kuwa hivi? Katika huu muda ninaona ya kwamba patafika mahali ambapo pataweza kuwa na mazungumzo ambayo yataanza, kwa sababu ikumbuke kuna baadhi ya nchi ambazo zimeweza kuathirika pakubwa. Kwa hivyo zinajaribu kuchukua zile hatua za kidiplomasia na kuhakikisha kwamba mazungumzo yatafanyika. Bwana Jawadu, wewe unasemaje? Kubwa zaidi yatakuwa ni mashambulizi ya pande zote mbili, na pengine Marekani anaweza akawa anajipanga kutumia labda silaha nzito zaidi, na mwisho wa jambo hili itakuwa ni meza ya mazungumzo baada ya pande zote mbili kuwa zimeumia. Naam, nikushukuru sana Jawadu Mohamed, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukiwa hapo Dodoma nchini Tanzania. Nawashukuruni sana kwa kunialika. Nikushukuru pia Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtaalamu wa diplomasia, ukiwa Nairobi nchini Kenya. Karibu sana na kushukuru. Hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Abuso. Kwa heri.